Kama kweli hiki kinachozungumzwa kitafanyika, kwa maana kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kumsajili golikipa wa klabu ya Chippa United ya ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, nazungumzia Stanley Nwabali, basi hakika Simba watakuwa wamepata bonge la kipa. Ni kipa mwenye uzoefu mkubwa mpaka sasa katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Tangu msimu wa 2022-2023 amekuwa akitumikia klabu hii ya Chippa United na amekuwa akitumikia pia timu yake ya taifa ya Nigeria ambayo huhusisha nyota wengi wanaocheza nje ya Afrika, lakini yeye ni kati ya wale wachache wanaoitwa na wanapata nafasi ya kucheza. Mpaka sasa katika timu ya taifa ya Nigeria ameshacheza mechi takriban 31. Huyu Stanley Nwabali kama Simba watampata, maanake wanajihakikishia kwanza golikipa ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzuia mashuti kwenda wavuni, ni shot stopper tunasema mzuri sana. Lakini pili, kwenye mfumo wao wa kocha Steve Barker ambapo mashambulizi huanzia pia kwa golikipa katika ujenzi wa mashambulizi, ile build up, basi yeye ni mzuri sana katika eneo hili, kwa sababu kwa guu lake lenye nguvu zaidi la kulia Stanley Nwabali amekuwa akionyesha uwezo wa hali ya juu katika eneo hilo. Lakini tatu, juu ya kupiga pasi ndefu zinazofika na kurahisisha mwendo wa timu wanayochezea katika kushambulia. Hapa tunazungumzia kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, endapo watampata Nwabali, manake ni kwamba watakuwa wamejihakikishia kuanzisha mashambulizi ya haraka pasi na kusubiri kutumia muda mwingi kupitisha mpira mpaka kufika kwa washambuliaji wao. Ni kwa sababu Stanley Nwabali ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi kutoka katika eneo lake golini mpaka kwenda katika final third, kwenye eneo la mwisho, na ikafika kwa yule amtakaye kwa asilimia kubwa, na hivyo kuiwezesha timu yake kurahisisha mwendo wa kwenda kushambulia, kwa sababu pasi za namna hiyo zinakuwa zinaruka mistari ya kiulinzi ya timu pinzani, na hivyo kurahisisha hiyo safari. Hii ni sifa mojawapo, lakini kubwa zaidi ni kwamba Stanley Nwabali ana uzoefu mkubwa. Kuwapo katika timu ya taifa ya Nigeria sio jambo dogo, na ukizingatia kwamba miongoni mwa makipa waliofanya vizuri sana katika michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Morocco, ambapo hivi sasa imebaki mechi moja ya fainali kati ya wenyeji Morocco dhidi ya Senegal, yeye ni miongoni mwa makipa waliofanya vizuri sana, na ndiye kwa kiasi kikubwa ameiwezesha timu yake ya taifa ya Nigeria kutwaa nafasi ya 3 katika michuano hiyo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza mikwaju ya penalty, sifa nyingine ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba watanufaika endapo hizi tetesi zinazomhusisha Nwabali na Wekundu wa Msimbazi Simba zitabadilika na kuwa kweli, kwa sababu sifa yake nyingine ni pamoja na uwezo wa kucheza mikwaju ya penalty. Huyu Nwabali ni nani? Kama tulivyotoka kueleza, ni mchezaji kimataifa wa Nigeria ambaye umri wake ni miaka 29, ndio, lakini urefu wake ambao humsaidia sana katika kutekeleza majukumu yake kama golikipa ni urefu wa haja, kwa sababu ana urefu wa futi 6 na inchi 5. Katika michuano ya AFCON, finali za AFCON zinazoendelea kule Morocco, anatajwa kuwa ni mchezaji wa pili kwa urefu baada ya Paulo Onwochi wa timu yake hii ya taifa ya Nigeria mwenye urefu wa futi 6 na inchi 7. Anafuatia yeye Stanley Nwabali mwenye futi 6 na inchi 5. Na kisha ni jasiri hasa, kwa sababu inaelezwa kwamba hivi karibuni amepoteza wazazi wake wote wawili kwa vipindi tofauti kuanzia mwezi Novemba, mama halafu baba yake, lakini bado anaitumikia vyema timu yake ya taifa Nigeria na kuiwezesha kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye michuano hiyo ya AFCON kule nchini Nigeria. Nwabali guu lake lenye nguvu zaidi kama nilivyotoka kueleza ni guu la kulia. Nwabali amekuwa hapo katika PSL, yupo Chippa United, ambapo katika msimu huu unaoendelea 2025-26 Chippa United kama ilivyo katika misimu mingine imekuwa si miongoni mwa timu zenye kumaliza nafasi 4 za juu katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Sio timu imara sana, ni timu dhaifu inayofikiwa mara nyingi sana langoni. Sasa kwa kiasi kikubwa kutegemea uwezo mkubwa wa Nwabali katika kupunguza madhara langoni kwao. Ni kwa sababu hiyo ndio maana hata anapohusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba unaona kana kwamba kama Simba wakiamua haswa kumtaka golikipa huyu na kisha wakenda kumshawishi kwenye masuala, ukiachana masuala mengine ya maslahi, lakini wasifu wa Simba kulinganisha na Chippa United unaona kana kwamba Simba ina nafasi kubwa kuweza kumtoa golikipa Stanley Nwabali, kwa sababu Chippa United haishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Chippa United haishiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wao wanashiriki tu katika ligi
ni strugglers, ni wapambanaji kuhakikisha walau wabaki katika ligi. Kwa sababu gani? Msimu huu 2025 2026 unaoendelea mpaka sasa Chippa United wameshacheza mechi 15. Katika mechi hizi wameambulia pointi 9 tu katika ligi, wakiwa na pointi 9, na miongoni mwa timu 16 za ligi kuu ya Afrika Kusini hivi sasa wao wako katika nafasi ya 16 wakiwa kwenye mabao. Hapa ndipo unaweza ukaona tatizo la Chippa United ambalo Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu wao ni miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Wao katika kila msimu wanashiriki michuano ya CAF ya klabu, kama sio ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho, wanaweza wakamshawishi kwa urahisi zaidi, ukiondoa kigezo cha maslahi na kumpata golikipa huyu, endapo kweli hili linaloelezwa litakuwa vivyo hivyo, na hasa kutokana na ukweli kwamba golikipa wa namba 1 raia wa Guinea Musa Pimpin Kamara bado yungali na majeraha yanayomfanya awe nje, na ndio maana tetesi kuhusiana na usajili wa golikipa akiwemo Stanley Nwabali zinapata nafasi. Ni kwamba mabao wamefunga 7, wameruhusu mabao 21. Imagine, yani wameruhusu mabao mengi zaidi 14 kulinganisha na yao 7. Hapa tofauti ya mabao ni hasi 14. Sasa kwenye mechi hizi 15 Nwabali amecheza mechi 11. Kitendo tu cha kuwa golini katika mechi 11, kwa namna ambavyo Chippa United wanavuja sana, wanafikiwa sana, mwamba ashapigiwa mashuti 42 na wapinzani yaliolenga shabaha. Sizungumzie mashuti yalioenda nje, lakini kati ya hayo mwamba amecheza saves 26, saves 26 ambazo ni ufanisi wa around 62% ya mashuti yote yaliyopigwa kuelekea lagoni kwao. Lakini sio hivyo tu, kapigiwa penalty 4 katika mechi hizi 11. Kwenye penalty 4 kacheza penalty 2, na hivyo 50% ya mikwaju ya penalty katika msimu huu unaoendelea ligi kuu Afrika Kusini amecheza, na uwezo wake huo ndio ambao anauthibitisha pia katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco, kwa sababu katika mechi 7 walizocheza timu yake taifa ya Nigeria, kutoka hatua ya makundi mpaka kwenye kuania nafasi ya mshindi wa 3, mechi 7 mwamba kacheza mechi zote 7, alikuwepo golini. Lakini wakati kabla ya mechi dhidi ya Misri ambayo walimaliza na ushindi wa mikwaju ya penalty 4-2 baada ya suluhu ya bila katika dakika 90, yeye alisaidia kwa sababu katika mikwaju ya penalty 5-5 alicheza penalty 2 kwa mara nyingine, kudhihirisha juu ya uwezo wake mkubwa kucheza penalty. Tena penalty hizi zilikuwa za Mo Salah, mshambuliaji wa klabu ya Liverpool ya England, pamoja na Omar Mamouche wa klabu ya Manchester City. Ndio penalty zilizocheza leo hii na kuwa man of the match, mchezaji bora wa mchezo huo wa kuwania mshindi wa 3 kati ya Nigeria na Misri, na hivyo kuiwezesha timu yake kumaliza katika nafasi ya 3. Sasa Nwabali katika mechi 6 kabla ya mechi dhidi ya Misri katika kuwania nafasi ya mshindi wa 3 alikuwa amecheza zote, alikuwa ameshacheza saves 8. Ukichanganya na saves alizocheza dhidi ya Misri, jumla saves 9 katika michuano hii. Lakini sio hapo tu, Stanley Nwabali akadhihirisha juu uwezo wake kupiga pasi, kwa sababu pasi ndefu kutoka langoni kwake kuwapigia washambuliaji wao, kwa maana akina Victor Osimhen, kina Ademola Lookman, kina Akor Adams. Alifanikiwa kupiga pasi 71 ndefu, tunasema long passes, kutoka langoni kwake kwenda kwenye final third, eneo la mwisho kule kwa wapinzani. Kati ya hizo pasi 30 zilifika kwa ufanisi kwenye opposition half, kwenye nusu ya pili ya wapinzani, akiwapigia wenzake na hivyo kurahisisha mashambulizi ya timu yake. Sio hilo tu, alikuwa na organize vyema mabeki wake. Hapa tunazungumzia Temi Ajay, lakini pia tunazungumzia Calvin Bassey, kuifanya Nigeria katika mechi 4 kutoruhusu wavu kuguswa, yeye akiwa langoni, na hivyo kuwa na clean sheets 4. Katika baadhi ya mechi ambazo aliruhusu ni bao katika mechi dhidi ya Tanzania, mabao 2 dhidi ya Tunisia wakati wakishinda 3-2, na mechi dhidi ya Uganda aliruhusu bao 1 wakati wakishinda 3-1. Mechi nyingine dhidi ya Morocco 0-0, mechi dhidi ya Msumbiji walishinda 4-0, mechi dhidi ya Misri imeisha 0-0. Ni kati ya zile mechi ambazo aliondoka na clean sheet. Swali ni kwamba je, Stanley Nwabali ni kweli atatua Simba? Akitoa Simba bila shaka ataisaidia, akiungana na Simba ambayo ina wachezaji wengi wenye kipaji tofauti na Chippa United. Simba itanufaika zaidi chini ya kocha Steve Barker kuhakikisha anafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la D, ambapo wao wanakabiliwa na mechi 2 mfululizo mwezi huu tarehe 23 mpaka tarehe 30 dhidi ya Esperance de Tunis back to back,
halafu mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule nchini Angola na mechi dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini. Ili kutimiza malengo hayo, wakimpata Nobali anaweza akawasaidia. Changamoto kubwa ni kwamba anatoka katika klabu ndogo ya Chippa United isiwania ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini, bali pambane asiteremke daraja, halafu atuwe Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao mataji ndio lengo lao katika kila msimu. Akiweza kukabiliana na hilo, ni dhahiri kwamba yeye ni mchezaji muhimu na anaweza kuwa mchezaji mrefu kuliko wote katika ligi kuu Tanzania bara endapo Simba watafanikisha dili lake. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.